السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu na kadhalika baada ya kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo Ramadhani ya 6 tukiwa tuendelea na darsa yetu hii ya baada salati al-asri, tuendelea tulichokoma nacho nyuma. Na tulichokoma nacho nyuma tulizungumzia masala mazima ya ndoto kwa kila upande. Tukamaliza kwa kusema Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam alipomuelezea Nabii Yaqub kuhusu ndoto aliyoiota, Nabii Yaqub kuna maneno alimwambia. Nabii Yaqub alimwambia mwanae Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, hii ndoto ulionielezea mimi leo usiwaelezee ndugu zako. Hapa tukasema insha Allah katika darsa itakayofuatia ambayo ni leo, tutajaribu kusimama kwenye ndugu. Tutajaribu kusimama kwenye ndugu na kupambanua kwa kila upande. Ndugu zangu Waislamu, Nabii Allah Yaqub alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimpa macho yanayoona kiutume. Mimi na wewe tukiliona jambo huwa tukiliona kwa jicho la kawaida, kwa sababu macho yetu hayajafikia daraja za macho ya manabii. Manabii wa Mwenyezi Mungu wakiliona jambo huwa wakiliona kwa ule uhakika wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewachagua wao. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sisi ambao macho yetu hayaoni ukweli wa mambo, tutakwenda kuona siku ya kiyama.
siku ya kiyama ndiyo tutaona uhakika wa mambo, tutaona ubaya wa kila kitendo. Kwa mfano, kuzungumza urongo ni haramu, haifai. Kusengenya haifai. Kuiba haifai, na mambo mengine tele ambayo hayafai. Haya mambo baadhi ya watu hayafanya na ni Waislamu, lakini wakati wanapoyafanya huwa waona picha ya nje. Si nimesema tu urongo? Waona picha ya nje, si nimeiba tu, si nimesengenya. Lakini siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atajalia watu waone ule uhakika wa mambo, kwamba kumbe kusema urongo ilikuwa dhambi lake ni hili siku ya kiyama. Kumbe kusengenya nikiambiwa na la nyama ya Muislamu mwenzangu, kumbe ni hivi siku ya kiyama. Lakini mitume wa Mwenyezi Mungu wamejaaliwa wanayaona mambo hapa hapa ulimwenguni. Nabii Allah Yaqub alipoangalia wanawe, akaisikiza na ndoto ya Nabii Yusuf, akajua hawa hawafai kuelezewa hii ndoto. Sisi ndugu zangu twajua kwamba jambo lolote mtu mzuri wa kushirikiana naye ni ndugu yako. Hakuna mtu ambaye atakusaidia kama ndugu yako, na ndivyo Qur'ani inavyotufundisha. Ukiwa watafuta mtu wa kukunusuru katika matatizo ni ndugu yako. Ukiwa watafuta mtu atakayeweza kukuokoa mahala ambapo ulikuwa umebanika ni ndugu yako. Yaani ndugu, Qur'ani inampigia mfano ni sawa na panya wako wa mkono huyo hapa. Yaani ndugu yako ni kama aliyekushika hapa yu kuinua kwenye matatizo yaliyokusibu wewe. Nenda katika sura Taha. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu aelezea Nabii Musa namna alivyokuwa akimpenda ndugu yake Harun. Na hakuna mtu ambaye tarikh imemsajili alikuwa mwadilifu na mwenye kutekeleza haki za ndugu kama Nabii Musa. Nabii Musa baada ya kupewa utume na Mwenyezi Mungu akaambiwa idhhab ila Firauna innahu tagha, nenda kwa Firaun, sisi tukutuma kwake. Firauni amezidi, amepita mipaka, watu hukufuru, lakini ile yake yeye ni too much. Nenda kwa Firaun. Nabii Musa mtu wa kwanza kumkumbuka alimkumbuka ndugu yake. Baada ya kupewa utume akamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Akajiombea Mungu, ya Rabbi nikundulie kifua, unisahilishie mambo yangu, na kifundo kwenye ulimi wangu ukiondoshe, ili nikizungumza nieleweke. Akajiombea dua. Kisha baada ya kujiombea dua akamwambia Mwenyezi Mungu, waj'al li waziran min ahli, ya Rabbi nakuomba unipe waziri katika ndugu katika jamaa zangu, unijalie nipate msaidizi. Akamtaja kabisa jamaa zangu, mimi namtaka Haruna. Nabii Allah Harun alikuwa hajapewa utume. Aliyemuombea Nabii Harun kupewa utume Nabii Musa alayhi salam, baadaye kupewa. Haruna akhi, Harun ndugu yangu, wazi aya imesema mpe utume na yeye. Ushdud bihi azri, kaza kwa huyu ndugu yangu, ukaze mgongo wangu. Yani hakuna mtu anaweza kunijia kwa nyuma kunidunga kisu ilhali ndugu yangu yuko pamoja na mimi. Ambaye Mwenyezi Mungu, wa ashrikuhu fi amri, mshirikishe Harun katika hii kazi uliotupa. Mbele ya aya ukisoma Mwenyezi Mungu akamwambia, umeshapewa ombi lako ewe Musa, qad utita su'laka ya Musa, umeomba Harun apewe utume muwe pamoja, ombi lako tumelikubali, na yeye ni mtumi kama wewe, nendeni pamoja kwa Firaun.
Angalia Qur'ani inavyotufundisha hapa. Qur'ani yatufundisha ya kwamba ndugu yako ndio ambaye atauhami mgongo wako. Ndugu yako ndio ambaye atakutetea kwenye matatizo yako. Ndugu yako ndio mtu pekee ambaye hana mfano katika maisha. Ndio yule bwana mmoja alipokuwa yuatoka safari. Amekwenda safari muda mrefu. Sasa yuarudi mjini. Alipokuwa amekaribia katika sehemu za kuingia mjini, yuanza kuingia mji, akakutana na bwana mmoja ambaye wanajuana. Na ni miaka mingi. Kwa kuwa wanajuana, huyo msafiri anayetoka safari akataka kujua hali za familia yake, kujua hali za jamaa zake, hali zao ziko vipi. Akamwambia huyu aliyekutana ambaye yuko pale pale mjini, akamwambia, ma fa'alat ummi, mamangu vipi, anaendeleaje, hali ya mamangu iko namna gani? Kwanza ameanza kuulizia mamake. Yule bwana akamwambia, ajruka ala Allahi laqad matat, inshallah Mungu atakuhifadhia ujira wako na Mwenyezi Mungu atakwenda kukulipa kwa kuondokewa na mamako. Mamako alishafariki. Bwana hajafika kwao apata habari za mama kufariki tayari. Pale pale akainua mikono mbinguni akasema, adhhaba Allahu hammi wa malakani nafsi, Mwenyezi Mungu ameniondoshea hamu yangu. Kwa sababu mtu ende atakapokwenda, lakini mamake huwa yuko katika akili yake, nimfanyie nini mamangu ili afurahi. Atazurura, lakini anachokipata hukumbuka kuna na mamangu. Sasa mama ameshaondoka, amekwenda mbele za haki, asema adhhaba Allahu hammi, Mwenyezi Mungu ameondosha hamu nilokuwa nayo kuhusu mama, wa malakani nafsi, lakini pia namuomba anijalie niweze kuimiliki nafsi yangu, kwa sababu kuondokewa na mama si jambo dogo. Lakini akaona haitoshi, akamuuliza yule bwana, ma fa'alat ukhti, dadangu naye anaendeleaje, vipi hali yake, muda mwingi nimemwacha. Yule bwana akamwambia, wallahi dadako pia alitangulia mbele za haki. Yule bwana akainua mikono akasema, satara Allahu aurati, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kustiri aibu yangu, kwa sababu dadake mtu ndio aibu yake. Akitokea mtu akija kwenu akabisha mlango amtaka ukhti yako, mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba dadako atastirika na atahifadhika. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe utakapooa utazurura watafuta, ukipata mtu wa kwanza utamfikiria mke wako na mtoto, mke wangu na wanangu. Kitu cha kwanza unachofikiria, nipeleke kwangu niweke sawa. Ukhti yako, dadako, utamweka yeye ni baada ya kumwangalia mke na watoto, ndio kitakachobakia nimpe dadangu. Lakini mtu akikustiria ukhti yako, huwa wewe ukipata wamkumbuka mkeo na watoto, kuna ambaye yuenda mbio kwa ajili ya dadako. Wewe wangelikuachia, ungelikuwa humtangulizi dadako, watanguliza kwanza mke. Kuna mtu ameacha shughuli zake, yeye amtanguliza dadako, ameacha madada zake yeye. Ni jambo kubwa sana la kushukuru. Na ndio utaona wakati mwingine madada wanapata tabu wanapowakosa waume zao, wamefiliwa na waume zao wamewaacha. Madada hurudi wakapata tabu na ndugu zao wa kiume wapo, na hata habari wakati mwingine wasipate, hata kujali wasijali, kwa sababu yeye kubwa yuangalia familia yake, amemsahau ukhti yake. Sasa ukhti kupata stara ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akimchukua mbele za haki kwa sababu siku zake zimekoma, kadhalika ni jambo la kumshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Hakuna mwenye kuingilia mipango ya Mwenyezi Mungu. Yule bwana akaona lakini pia haitoshi, akamuuliza, ma fa'alat zawjati, mke wangu naye vipi, na muda mrefu nimemwacha, mke wangu ameishi vipi, anaendeleaje? Yule bwana akamwambia, wallahi na mkeo pia naye alifariki. Huyu bwana ameanza na mama amekufa, dada amekufa, mke amekufa. Akasema, jaddada Allahu firashi, inshallah Mwenyezi Mungu
atakifanya kipya kitanda changu, yani Mungu atanipa mke mwingine. Akaona pia haitoshi, akamuuliza yule bwana, ma faala akhi, na ndugu yangu vipi, anaendeleaje kwa muda nilomwacha? Mtu wa nne amuulizia ndugu yake. Bwana akamwambia, na ndugu yako pia kwa bahati mbaya alikwenda mbele za haki, alifariki. Yule bwana akasema, alana, waona hivi sasa umeniambia ndugu yangu amefariki, alana dhaufa janibi, hivi sasa ndio ubavu wangu umeingiwa na unyonge. Hivi sasa alana dhaufa janibi wa wahanat quwwati, na nguvu zangu zimeshadhoofika, zimeshakuwa chache kwa sababu nimemkosa ndugu yangu. Anasema wastamra alayya aduwi, na sasa ndio adui yangu atapata nafasi ya kunimaliza kwa sababu ndugu yangu ameondoka. Manake ndugu ndio kitu pekee. Yule shairi ametunga shairi asema, akhaka, mshike ndugu yako, mshike ndugu yako vizuri. Inna man la akhallahu, yoyote ambaye hana ndugu, kasa'in ila alhayja bighairi silahi, asiena ndugu ni sawa na mtu anayekwenda vitani silaha hana. Manake ndugu yako ni kama silaha yako, yuko tayari kukutetea aondoke yeye, lakini akunusuru wewe ndugu yake. Ndugu ni kitu thamani. Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha siku moja ameketi, mara kaingiliwa na Al-Khansa ameingia, amevaa nguo za kuomboleza, nguo za misiba. Sayyidatuna Aisha kumuona akamwambia, atalbasina hadha, wewe avaa nguo hizi za msiba? Waqad naha al-islamu anhu, na Uislamu umekataza kuvaa nguo za namna hii. Mtu amekufa ghafla tuonekaniwe Waislamu tuvaa nguo nyeusi, maana sisi tuvaa, yale si madhhabi yetu wala sio menendo yetu kabisa. Mtu amekufa, vaa unavyovaa. Mtu amekufa, vaa vile kawaida yako, hautakuwa na raha tu. Msiba ni moyoni, msiba si katika nguo. Amwambia, wewe umevaa hivi na wajua tumekatazwa. Yule Al-Khansa akamwambia na Aisha, mimi sijui kama tumekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Aisha akamwambia, sawa, hujui, hebu nieleze kilichokufanya ukavaa hivyo ni nini? Yule akamwambia, wallahi kilichonifanya nivae hivi ni msiba wa ndugu yangu Sakhr amefariki. Amwambia, Sakhr ndio mtu pekee aliyekuwa amesimama na mimi kunisaidia. Kivipi? Asema, mume wangu ana tabia ya kupenda kucheza kamari, katika mambo ambayo baadhi ya watu pia wanayo. Kamari tu, akiamka kuanzia asubuhi ni kamari mpaka jioni. Nakumbuka jana usiku kuamka wakati wa daku, nikawasha TV BBC kuangalia habari. Kaleta habari, bwana mmoja Kenya hapa, mzungu, afanya utafiti, ameanzia Nairobi, amekwenda mpaka Malawi kama sikosei, kufanya utafiti vijana wanaocheza kamari ni asilimia kubwa ama ni kidogo. Utafiti umeelezea kwamba asilimia ya mabarobaro kubwa yashiriki katika kubet, yashiriki katika kucheza mchezo wa bahati nasibu. Na kwenye Uislamu mchezo wowote wa bahati nasibu ni kamari. Yani mchezo weka, waweza pata ama waweza kosa, waweza kula ama waweza kuliwa, ni kamari. Zamani walikuwa wakicheza kamari ya nyama, huyu aleta nyama na huyu yafanya sijui nini, atakayeshinda hii nyama ataichukua yeye. Kwa hiyo kuna kupata na kukosa, ndio maana ya bahati nasibu. Zikakatazwa. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytan, hizo ni kazi za shaytan. Lengo la shaytani kuleta mambo hayo, innama yuridu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha, atakatia uadui na chuki, mchukiane. Yule alichukua langu, fungu langu, ule alichukua pesa zangu katika kamari. Lakini kwa kuwa waonekaniwa ni mchezo wa kupata,
Tena haswa Mwenyezi Mungu ametupa mtihani mkubwa hivi sasa. Kidude chako hichi cha simu, hakuna anayejua unavyomuasi Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu kwa kijisimu chako, hakuna. Kwa hiyo ukiketi na kijisimu chako ukabeti, hakuna mwenye habari kwamba wewe umefanya nini, umebeti. Sote hatujui. Lakini ingelikuwa mambo yaishia sisi kutojua, ingekuwa raha. Hatujui basi. Mambo hayaishi sisi. Mambo kuna Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu hajui. Hapo ndo penye tatizo. Sayyidina Ali alikuwa anamsema akisema, ittaqu ma'asi llahi fil khalawati, ogopeni kumwasi Mungu mnapokuwa faragha. Uko peke yako, ogopa hapo zaidi. Akisema, fa inna shahida alaikum, anayekuona pale ukiwa peke yako huwa alhakim, siku ya kiyama ndio jaji wako. Yani ni kama kusema umejificha watu wasikuone, alafu ukienda mbele ya jaji ukafanya uhalifu. Hasa wewe utasalimika namna gani? Umejificha sisi tusikuone, ukabeti Mungu wa kuona, utasalimika namna gani? Umekwenda kufanya makosa mbele ya yule hakimu mwenyewe, wewe hakuna namna ya kujitetea kabisa. Mwenyezi Mungu atulinde, Mwenyezi Mungu atuokoe, kwa sababu kila kuchapo kwa zuka mambo mapya, kila kuchapo kwa tengenezwa mbinu mpya za kuhakikisha kijana wa Kiislamu anaingia katika madhambi. Mwenyezi Mungu atusalim salama inshallah. Sasa anasema, ndugu yangu alikuwa na tabia ya mume wangu ana tabia ya kupenda kucheza kamari. Akaliwa mali yote kwenye kamari, kila kiweka chaliwa mpaka akamebakia hana kitu. Mimi nikatoka, mume wangu akaamua, bana mimi nasafiri naenda mji mwingine, naona aibu kubakia hapa, naenda kwingine pia nitafute kazi. Asema, nikamwambia mume wangu usiondoke, nitakwenda kuzungumza na ndugu yangu anisaidie. Al-Khansa asema, nikaenda kwa ndugu yangu kumuomba, mume wangu mali sasa imemuishia, amecheza kamari, kuomba utusaidie. Asema, fashatwara ni malahu, akanigawanyia mali yake akanipa, nendeni mkatumie na mmeo. Nikaenda tukatumia, mume wangu mali zote nilizopewa akaenda akachezea kamari, siku ya pili akaliwa tena zote. Mimi bana nimekwambia nasafiri. Asema, nikwambia usisafiri, ngoja nende nikamwombe tena ndugu yangu. Akaenda kwa ndugu yake akamwomba tena, akampa. Aliporudi yule akazichukua akacheza kamari akaliwa tena zote. Ndio namna hiyo, kila kuchapo mtu yutia tamaa, safari hii nitakula, ghafla huliwa. Safari hii nitapata, mara hupatwa. Ndivyo inavyokuwa. Mara ya tatu alipokwenda kule, yule mke wa nduguye Sakhri alikuwa amemwambia, dadako wewe hampa kingi, ukimpa yampa mumewe, mume acheza kamare, mpe kiasi cha wao kwenda wakale tu, ili kusudi mume asifanye nini, asicheze kamari. Yule ndugu yake akawa mkali, akamwambia, mimi kumwangalia dadangu ni jukumu langu, nitamsaidia iwe itakavyokuwa. Bali alipokuja mara ya tatu akaigawanya mali yake nusu kwa nusu, akampa ukhti yake aswa, akamwambia, chukua nende mkatumie na mumeo. Sasa analia, anasema, ni nani ambaye ataweza kunisaidia kama ndugu yangu alivyokuwa akinisaidia? Nani? Hapo sasa Sakhri amefariki. Manake haya yote ni kuonyesha namna gani ndugu ana uwezo wa kumponya na kumsaidia ndugu yake, kama ambavyo hizi naswi zimetuonesha. Lakini ajabu ni kwamba Nabii Yakubu amwambia Yusuf, usiwaambie ndugu zako, wakati ndugu zake walikuwa ndio bora kujua, ili wapate kushirikiana naye katika ile furaha. Wewe umeota jua na mwezi za sujudu na nyota 11, alikuwa akawaambia wapate kufurahika naye. Lakini Nabii Yakubu alijua, la, hii ndoto hawa ndugu zake, lakini hawafai kuijua. Na naam, Nabii Yakub huenda ilikuwa kuna jambo amelihisi, huenda alikuwa amejua hawa ndugu zake Yusuf wana uwezo wa kuitafsiri hii ndoto kama ambavyo mimi nimeitafsiri.
Hangemkataza Yusuf amwambie usiwaeleze, endapo akiwaeleza hawatoelewa kitu. Hata hangekuwa na wasiwasi. Angemwambia waeleze, ajua hata akiwaeleza hawezi kuifumbua ndoto ile. Lakini ni kama alijua hawa wakiisikia hii ndoto wao pia wataweza kuifungua, watajua kwamba hapa Yusuf atakuja kuwa na cheo kutuliko sisi. Kama kwamba Nabii Yakub alijua wanao uwezo wa kuitabiri ile ndoto, ndio maana akamwambia Nabii Yusuf usiwaelezee ndugu zako. Nabii Allah Yusuf alayhi salam, aya yatuelezea mbele, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Usiwaelezee ndugu zako, watakufanyia vitimbi, watakuchimba, watakuhusudu. Usiwaeleze ndugu zako. Na hapa ndipo mahali ambapo ni muhimu tupashike. Kuna wakati ndugu anao uwezo wa kumhusudu ndugu yake kabisa. Hakuna kwamba ikiwa ni ndugu basi hawezi kumhusudu ndugu yake. Mifano katika Qur'ani imethibitisha kwamba ndugu anaweza kumhusudu nduguye, bali hata kutamani kumuua. Nenda ukasome katika kiswa cha Habil na Qabil kilichoko katika suratul Maida, utaona haya tunawazungumza. Nabii Allah Adam alayhi salam, kama anavyoelezea Ibn Jarir katika tafsiri ya Ibn Kathir, kwamba Nabii Allah Adam Mwenyezi Mungu alimjalia kitu hajajaliwa mwanadamu mwingine. Nabii Adam alijaliwa kwa siku Hawa wazaa mara mbili, mama yetu Hawa, na kila akizaa huwa watoto wawili, wa kiume na wa kike. Usubuhi huzaa na jioni huzaa. Na wanaozaliwa usubuhi kiasi fike jioni watu wazima, na wanaozaliwa jioni kiasi fike usiku wamekuwa watu wazima wa kuoana kabisa. Katika maajabu ya maumbile ya Mwenyezi Mungu wakati huo, ili kusudi kizazi kipate kuendelea. Nabii Adam akawa ameamrishwa na Mwenyezi Mungu kwamba atakavyofanya ni wale ndugu wawili wa usubuhi wasioane, bali wa kiume wa usubuhi amwe wa kike wa jioni, na wa kike wa usubuhi aolewe na wa kiume wa yule wa jioni. Ilipokuja kutokea kwa Habil na Qabil, hapa ndio palikuja utata. Hawa ni ndugu wote, baba yao ni Adam, wote mama yao ni Hawa, ndugu tu. Ilipokuwa sasa Qabil dada yake ni mzuri, akimwangalia Habil dada yake si mzuri, akaona la, dadangu nafaa nimoe mimi mwenyewe na yeye yule amoe dadake yeye mwenyewe, hatufai kubadilishana. Akaangalia Qabil akaona yeye yuwashughulika na ufugaji, ana wanyama. Akimwangalia ndugu yake Habil akamwona yuwashughulika na ukulima, akaona bila shaka mfugaji ni bora kuliko mkulima. Akaona bila shaka kwa ubora huu mimi nafahamu mwenyewe dadangu. Wakati huo Nabii Allah Adam alikuwa amesafiri, amekwenda Maka. Wakati huo Nabii Allah Adam alikuwa Mwenyezi Mungu amemjulisha kwamba mimi hapo ardhini nina nyumba. Iko wapi nyumba hiyo? Iko Maka. Nabii Adam akafunga safari kwenda Maka kuiona nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa Mwenyezi Mungu amekusudia kwamba ni Al-Kaaba. Ingawaje wakati huo ilikuwa bado haijajengwa, lakini nina nyumba. Nabii Adam ameelekea Maka. Wakati yuondoka Nabii Adam akaziomba mbingu, akaziambia mbingu, na kuomba wewe mbingu ni kuachie jamaa zangu amana, yani uwalinde. Mbingu zikakataa. Akaiambia ardhi, na kuomba ardhi ni kuachie familia yangu uiangalie. Ardhi kakataa. Akamwambia Qabil, sababu Qabil ndo mkubwa, akamwambia nataka uiangalie familia. Qabil akakubali. Qabil akaona kitendo cha mimi kuachiwa jukumu la kuangalia wenzangu pia chaonyesha kwamba mimi ndio mbora, nafaa nimoe mimi dadangu.
Kwa hiyo amejipima kwa namna zote, ameona kwa njia hizi huyu wangu mimi hafai kuwa wa yule. Mzozo ulipokithiri wakakubaliana tuweke qurban kwa Mungu, tupeleke zawadi kwa Mungu. Yule ambaye zawadi yake itapokelewa, huyo ndio ambaye yuko kwenye haki. Wakakubaliana, na wakati huo sunna ilikuwa ni hiyo. Ikiwa kuna jambo lina utata kati ya huyu na huyu, kila mtu yatoa kitu katika mali yake, mwenda kuweka juu ya mlima, juu ya jabali. Yule ambaye kutashuka moto ule kile kitu chake, maana yake huyu ndio yuko kwenye haki. Wakakubaliana waeke aya za sema watlu alaihim naba abnai adama bilhaqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Wakapeleka wakenda wakaeka. Huyu mmoja amechukua kitu katika mifugo yake ambaye ni Qabil, ameweka. Habil yeye amechukua kitu katika mazao ya makulima yake, na ilikuwa ni mahindi zaidi. Katika yale mahindi kulikuwa na hindi moja kubwa zuri. Qabil akaona kupitia hindi hili isije huyu ikachukuliwa hii nini yake, qurbani yake, kwa sababu kuna hili hindi zuri, akalichukua akalila, ili kusudi kubaki yale mabaya isipite qurbani yake, ipite yake yeye. Walipokwenda kuweka, baada ya muda moto ukaonekana umeshuka, umetafuna ile ya Habil, ukaacha ile ya Qabil, kujulisha huyu ndio ambaye yuko sawa, huyu yafaa awe dadako. Yule alipoona hapana, mbona imekubaliwa yake, akamgeukia ndugu yake tu, akamwambia la aqtulannak, wallahi nitakuua. Maana nitakuua si maneno yanayotoka kwa mtu wa kando, ni ndugu anamwambia ndugu yake, kwa sababu amemhusudu katika kile ambacho Mwenyezi Mungu atampa. Yule akamwambia la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Wewe ukinyosha mkono kuniua, mimi nitatulia tu uniue, ili siku ya kiyama uende ukanilipe. Inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik, mimi nataka siku ya kiyama wewe ndio ukapate madhambi yangu kule. Ukiniua mimi siinui mkono. Na naam, hasadi kamwingia. Kwa nini yakubaliwe huyu? Kwa sababu gani? Mimi ni mkubwa wake, mimi nina ubora huu, akamtafutia nafasi akamuua. Qur'ani yasema fasawwalat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minan nadimin. Nafsi yake ikamtiatia muue mpaka akamuua, kisha akawa yajuta. Ndio pale ikawa hata kuzika sasa hajui amfanye nini, amemuua. Damu ya kwanza iliyomwagwa ardhini ni damu ya ndugu kumuua ndugu yake, ndio damu ya kwanza kumwika. Kabla ya hapo hakuja mwagika damu. Damu ya kwanza imetokana na ndugu kumuua ndugu yake. Kwa sababu kwa nini apate yeye? Kwa nini akubaliwe yeye? Kwa nini aonekane yeye ndio aliyoko kwenye usawa? La, mimi ni mkubwa wake, mimi ni hivi. Hasadi kamwingia akamuua. Ndio pale Mwenyezi Mungu alipomuona yuatata hajui afanye nini, fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Mwenyezi Mungu akatuma makurabu wawili, wakaja pale mbele yake na ameketi waangalia, wakapigana, mmoja akamuua mwenzake. Akimuua akaanza chimbua chini kwa mikucha yake mpaka katoka shimo, akamsukuma ule mwenzake, kisha akafukia kama kumwambia huyo uliomuua mfanye hivi. Akaona akachimba katika ardhi, ndio akamtia ndugu yake ardhini. Maiti ya kwanza hiyo kwa kuuliwa ilikuwa ni ndugu kumuua ndugu yake. Ndio kitu kimemfanya Nabii Yaqub aone Yusuf, usiwaambie hawa. Kweli ndugu katika Uislamu ni mtu mkubwa, kweli ndugu katika Uislamu ni mtu anaweza kunusuru na mengi, lakini pia kuna baadhi ya mambo usimwambie ndugu yako, atakuhusudu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ista'inu ala injahi alhawaij bikitmaniha. Baadhi ya mambo mkitaka yatimie yaficheni, si kila kitu utasema wewe.
Si kila kitu wewe ukifaulu waja kuelezea watu. Tumesema fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun, ukiwa na neema jua wahusudiwa wewe, na itoshe afya yako kwamba neema hiyo wewe wahusudiwa kwa hiyo afya ulionayo. Basi baadhi ya mambo yafiche, yabakishe wewe mwenyewe. Si kila kitu lazima useme sasa mimi nimefanya hivi, mimi nimejenga hapa, mimi nimenunua hichi. Mengine fanya abakie siri yako wewe, kwa sababu usije ukahusudiwa, na hasad ni kitu kibaya sana. Nabii Allah Yaqub akamzuia Nabii Yusuf asielezee ndugu zake, kwa sababu amehisi fayakidu laka kaida, ni kwamba watakuhusudu, na wakikuhusudu husda ile itakufika. Kwa hiyo kilichomfanya amkataze asiwaambie ni kuogopea hasad. Hasad ndiyo kitu pekee ambacho kilimfanya Nabii Allah Yaqub amwambie Yusuf usiwaeleze. Hapa pana swali. Ndugu zake Nabii Yusuf walikuwa ni wabaya, waovu? Mbona Nabii Yaqub amkataze? Ina maana hawa walikuwa vijana waovu? La, wanazuoni wamezungumza wakisema watoto wa Nabii Yaqub hawakuwa watoto waovu. Hichi ni kitu kinatokea kwenye ndugu, hawakuwa watoto waovu. Dalili ya kuwa hawakuwa watoto waovu, wanasema aghlabu ya mtu muovu, aghlabu ya adui, uadui wake kila kuchapo huongezeka, haurudi nyuma. Aghlabu ya adui, mtu aliyekuchukia aweza kusema wallahi yule nikimpata nitampiga kofi. Ameanza na kofi, kisha baada ya dakika 5 atasema yule si wa kofi, yule wa ngumi. Yaongeza uadui uongezeke, ule wa ngumi ule. Lakini hata nikipewa kisu, mimi namdunga. Amefika kwenye kuua sasa, ametoka kwenye kofi amekwenda kwenye ngumi, sasa ni kisu. Anaona na lau mimi nitakuja pewa bunduki, naanza na yeye. Ndio wadui unavyokwenda waongezeka. Mwisho utasema bunduki pia kwaweza tokea gari, ambulance mara moja ikambeba ikamwaisha hospitali akapona. Mimi sitaki hata maiti yake ionekane. Mimi nikipata bomu na mrepua, abaki vipande watu washindwa hata kumpata. Manake uadui kila siku, kama mtu ni adui amekuchukia, uadui wake ufanya nini? Huongezeka. Lakini mtu ambaye si adui yako, ilikuwa ni kitu tu kimemfanya afikie pale, uadui wake huwa wapungua, hauongezeki. Na ndio mfano wa watoto wa Nabii Yaqub. Watoto wa Nabii Yaqub ukisoma katika Qur'ani kuonyesha kwamba si waovu na wala si maadui za Yusuf. Walipokuwa wakizungumza tufanyeje, kwanza walianza tumuue, wakaanza juu, halafu wakashuka, hapana tusimuue, tumchukueni tukamtupe mbali, baba ashinde kumfikia. Wamepunguza, watoka kumuua wamerudi chini. Kama ni waadui wangeanza tumtupeni mbali, alafu la tumuueni. Wameanza tuue, alafu la tumtupeni. Mwisho akaona pia mbali tukimtupa si sawa, tumtieni kisimani, labda kutatokea watu watambeba. Alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqituhu ba'dhu sayara, huenda akutatokea watu wanaopita wakamuokota. Kwa hiyo kile kishipa cha kumhurumia kwa mandugu yetu kilikuwa bado kiko, ambao yathibitisha kwamba walikuwa si wa vijana waovu. Kama ni waovu angelipanga kumaliza kabisa, ile uktulu Yusuf ingelikuwa ndo plani ya mwisho, tumuueni. Lakini walianza ile wakashika chini, na naam hawakumuua, na uwezo walikuwa nao, walimtupa tu kwenye kisima. Kwa hiyo watoto wa Nabii Yaqub hawakuwa waovu, lakini hasad ni kitu kiko na hutokea. Ndugu akamhusudu ndugu yake. Nenda ukaisome hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wale masahaba wawili, Sahlu ibn Hanif ama ibn Hunayf na Amir ibn Rabi'a, masahaba wawili. Sahlu ibn Hunayf ni miongoni mwa masahaba ambao walikuwa ni wazuri, na tunajua sote kwamba kuna baadhi ya wavulana ama wanaume lakini Mungu huwapatia sura nzuri. Hiyo ni katika hikma za Mwenyezi Mungu. Watu hawana sura moja. Huyo ni mzuri, nywele zake nzuri, mwili wake ni mzuri, lakini ni mtu yajistiri mara kwa mara. Siku hiyo yuko katika, ameingia Baitul Khalai mwenyewe, na kilikuwa ni choo kile waonekana atoita passport size. Ameingia chooni yuaoga,
na huwezi kuoga na kilemba wala huwezi kuoga na kanzu lako, lazima utavua. Yuko chooni yuaoga, mmoja akapita kwa nje, huyo Amir ibn Rabi'a akamuona nywele nzuri, kaona sehemu ya kifua kizuri, kumbe ni mzuri namna hiyo. Manake amestaajabishwa na ule uzuri, kumbe ile kusema hivyo ni husda tayari. Pale pale yule Sahli akaanguka chooni, akaanza kufafatika chooni. Masahaba baadhi waliokuwa karibu wakakimbia kwa Mtume, ya Rasulullah, Sahli ameshaanguka. Mtume akakimbia, wakafika pale. Mtume akauliza, mwamshuku yoyote? Wakasema tumshuku Amir. Amir akaitwa, ulisema nini ulipopita? Rasulullah, mimi nilisema hivi. Mtume akaambia, kwa nini muuane? Mtume akasema, lima yaqtulu ba'dukum ba'dha, mbona muuana? Sababu hasadi yaua, mbona muuana? Wewe ulipomuona hivyo ilikuwa umbarikie, umwambie mashallah, ama umwambie Mola akuzidishie, maneno ambayo yanaepusha ile hasad. Ndio Mtume sallallahu akafundisha namna ya kufanya yule bwana ili apate kupona. Na ndivyo inavyokuwa mahali popote penye wengi, na kuna wengine wamefadhilishwa, kuna wanaowahusudu. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa maradhi, hawakusoma, lakini huwahusudu waliosoma tu. Akimwona daktari amsikilia husda, mbona akawa daktari? Alokuzuia naye kwa daktari ni nani? Wewe mwenyewe ukitaka hata sasa anza kusoma, mwisho wa kuisha na wewe utakuwa nani? Daktari. Hujachelewa, utamaliza hata wewe pia, somea udaktari. Akimwona mtu, huyu mtu ni mtu mkubwa, yeye tayari husikia yani husda kumusudu ule mtu. Iko maumbile Mwenyezi Mungu ameyaumba. Kuna watu huwahusudu watu mpaka kumwona mtu ameshikana na ibada pia humhusudu. Kumwona mtu kwa mfano yatoa mawaidha humhusudu, mbona yule atoe mawaidha yule, mbona yule kumbona yuwaswali, huwa yeye yuwaumia. Basi kule kuumia kwake kutashindwa kufichika, kutadhihiri. Utamuona mathalan wewe kama wazungumza, yeye ataanza kucheka, kama kujulisha huzungumzi kitu. Na yeye ukimpa maiki ala sabili almithal, dakika mbili hata salamu atasahau, aanze wa rahmatullahi wa barakatuh ama aanze assalamu alaikum, kwa kubabaika. Hata salamu hatajua zaanzia na wapi, kwa kule kushtuka. Lakini hasad tu Mwenyezi Mungu huzijalia katika baadhi ya watu, kuregesha watu nyuma, kuvunja. Haya ni maumbile Mungu ameyatia katika baadhi ya watu, na baadhi huwa wajijua mimi na husda. Aiza kwambia, angalia, muangalie yule, sasa hivi namuangusha yule, muangalie. Kisha akamtolea macho, na yuwajua mimi nikikiangalia kitu ukitia husda. Akamtolea macho mpaka mtu akaanguka puu. Kama simekwambia chini. Ni mambo Mwenyezi Mungu hayajalia kwa watu, ikawa ni maumbile Mungu amewapa. Ni mambo Mwenyezi Mungu amewajaalia, ni mambo haya yako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio akatufundisha mara kwa mara sisi tuwe tukiomba Mungu, mara kwa mara tuwe tukimwomba Mwenyezi Mungu atulinde. Mtume alikuwa akiomba alindwe kwa macho ya mahasidi. Mtume alikuwa akimshika Hassan na Hussein akiwasomea dua, akiwaambia hii dua alikuwa Nabii Ibrahim akimsomea Ismail na Ishaq, hapo ni watoto, akimsomea kwa sababu watoto nao husda huwapata sana. Mtume akiwasomea akiwaambia dua hii alikuwa Nabii Ibrahim akimsomea Ismail na Ishaq. Mtume alikuwa akijilinda. Zile sura zilipoteremshwa, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad, kule mwisho ni wa min sharri hasidin idha hasad. Mola nilinde na shari za hasidi wakati anapohusudu, wakati ule wa husudu nilinde na shari zake mimi zisinipate, kwa sababu shari za hasidi ziko. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alikuwa akituamrisha, kana ya'muru an nastarqiya min al-aini. Mtume alikuwa akituamrisha, jamani, jizungueni, pendeni kujisomea kila mara, jizungueni. Usubiri pako upatwe na jambo, kwa sababu husda ziko. Hapo ulipo kuna watu hawakusikilira. Hapo ulipo
Jizungue wewe mwenyewe, jisomee wewe mwenyewe, kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema al-ainu, jicho hili la husda, jicho la husda, Mtume asema tudkhilu ar-rajula al-qabra, laweza kumuingiza mtu kaburini ukafa kwa sababu ya jicho la mtu. Wewe ulikuwa umeandikiwa miaka 80 ukafa miaka 30 kwa sababu fulani ilikuwa hakuonei raha, na wewe hukumbuki kujisomea na kujizungua. Tudkhilu ar-rajula al-qabra wa tudkhilu al-jamala al-qidra. Tumesema laweza mtia mtu kaburini, na hata ngamia laweza mtia katika chungu. Yani ngamia mtu akamtolea macho mpaka ngamia akaanguka yafafatika, wenyewe wakamkimbilia wakamchinja wakamtia kwenye chungu wakampika. Jicho la mtu limemtia ngamia ndani ya chungu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atufundisha haya kwa sababu yako. Mtume atufundisha haya kwa sababu wenye husda wapo. Kuna watu kazi yao ni kutamani wenzao hali ziwaondokee. Yeye hata kama hatopata, lakini ukose, kwa nini wewe umepata? Bas mimi nisipate, lakini na yeye pia asipate. Ndio husda. Ndio ule shairi akasema, ala qul liman bata li hasida, mwambie anayeni husudu, atadri, wajua wewe hasidi, ala man asata al-adab, wajua mkosea adabu nani? Shairi asema mwambie hasidi, wewe hasidi, je wajua wamkosea adabu nani? Mwambie asata ala Allah, adabu umemkosea Mungu, fi fi'lihi, katika mambo Mungu aliyoyafanya, kwa sababu unachonihusudia nimepewa na nani? Na Mungu. Ukinihusudu mimi hakikani kwamba wewe wamkosea adabu nani? Mwenyezi Mungu. Li annaka lam tardha li ma wahab, kwa sababu hukuridhia Mungu alichonipa hiba, wewe uridhiki, wamkosea adabu Mungu. Fakana jazauka an khassani, na ndio malipo yako ikawa Mungu yuanizidishia. Wasadda alaika tariqa talab, na akakuzibia wewe njia za kutafuta. Kazi yako mkoketi na kunihusudu mimi tu, jua wamkosea adabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu alipopita mahali akamwona mtoto mzuri, mtoto mdogo, akamwambia dasimu nunatahum, choreni hapa, kwa sababu kwa uzuri wa huyu mtoto mweza mkenda mahali kuna watu wakamwangalia wakamhusudu, na ni kitoto kidogo, kichoreni kwenye bapa lake la uso michoro, ili kusudi watu wakimuona yule hasidi asiuone ule uzuri umefichwa na ile michoro. Ikawa watoto mpaka leo utaona kuchorwa, ile kuchorwa huwa amechorwa nini? Hebu jiulize, wanachochora haswa kipi? Mara huwa wamechorwa sijui nini hapa, wamepelekwa kitu gani, mara kwa wengine wameandika Allah, wameandika Muhammad. Zile si kwamba zina nini, hakuna aya wala hadithi, ni kwamba tu kukiwa kuna hasidi hapa mtaani, hasadi zake zimregelee mwenyewe huyu mtoto zisimpate, hakuna chingine kumkinga ule mtoto na husda. Sayyidina Uthman asema dasimu nunatahu, mficheni asionekane. Na naam, wako wenye kuhusudu, na ndio maana Nabii Allah Yaqub alayhi salam akawaamrisha wale watoto, akamwamrisha Nabii Yusuf, usiwaeleze ndugu zako kuhusu ndoto uliyoiota. Ndugu zangu Waislamu, kufikia hapa tumejaribu kwa uchache sana kuzungumza ni namna gani umuhimu wa ndugu katika jamii, na pia kuna baadhi ya mambo namna gani watakiwa usimshirikishe ndugu yako, na ukimshirikisha iwe ni katika jambo ambalo una uhakika ndugu yangu huyu amenisofiania, hana neno na mimi. Nafikiri tumejaribu kuonesha mifano mbalimbali ambayo yaonesha hayo, na tumetaja kwamba sababu kubwa ni Nabii Yaqub alihisi hawa watamhusudu ndugu yao Yusuf alayhi salatu wassalam. Lakini swali la kujiuliza, je, kilichomfanya Nabii Yaqub aogopee hii husda nini? Kwani Nabii Yaqub kuna kitu gani mpaka akaingiwa na uoga? Siwaambie watakuhusudu. Hii husda ingezaliwa na kitu gani? Kienda aya za mbele taona husda hii ilitokana na kutowafanyia sawa watoto.
soma aya mbele, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Hivi Yusuf na ndugu yake wao wawili tu wapendwe sana kuliko sote? Kwa hiyo wamehisi kwamba baba yao hafanyi sawa kiupande wa mapenzi, zaidi yamelemea kwa Yusuf na ndugu yake, wao hawapendi sawa na hawa. Kwa hiyo yametokana kulingana na hakuna usawa kati ya watoto. Watoto wameona mpaka wakaelewa wazi baba yetu yampenda yule na ule, sisi hatupendi. Na hili ni tatizo lingine jipya, kufadhilisha watoto ukawaacha wengine. Kuna baadhi ya mambo ndugu zangu Uislamu hauingilii, lakini kuna baadhi ya mambo lazima uingilie. Uislamu hauingilii, kwa mfano mtu akiwa na wake zake, Uislamu hauingilii katika masala ya uadilifu ikawa lazima afanye uadilifu mpaka katika kuwapenda, afanye uadilifu akiwa na mkewe kitandani. Kuna baadhi ya mambo hayana uadilifu, itategemea na ule mke yukaa vipi na huyo mume. Kulingana na mke anavokaa na mume ndivyo kadiri ambavyo yule mume atampa mapenzi zaidi, na ndivyo kadiri yule mume atakavyompenda. Mtu aweza kuwa na wake 4 lakini anavompenda yule si kama anavopenda hawa. Na sote tunajua kwamba Mtume sallallahu alikuwa na wake wengi, amekufa akawaacha wake 9, lakini katika wote zaidi alikuwa akimpendana na Aisha. Sote tulijua hilo. Tegemea na yule mke kana wewe vipi. Uadilifu ni katika yale aliyobakia. Huku umepeleka nini? Peleka na huku. Huku umeweka siku ngapi? Weka huku. Huku umenunua nini? Nunua huku. Kile chakula ni cha gharama gani? Gharama hiyo hiyo weka huku. Haya ndio mambo msingi ambayo huangaliwa kama huyu hawezi wa mke mmoja, ili usipate kuulizwa. Sababu hadithi yasema yoyote ambaye ana wake wawili akalemea kwa mke mmoja, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, atafufuliwa amelemea namna hii, amebeta. Paka ukimuona yani utajua kabla hujaambiwa yule mbona tembea vile, yule alikuwa amelemea kwa mke mmoja. Kabla hujasema ana alama tayari ya kulemea upande mmoja. Haiwezekani. Aya imetuambia fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Umeona huwezi uadilifu wa mke mmoja tu, hutakuwa na shida yoyote. Waweza kufanya uadilifu, ongeza mpaka 4, hapo ndio mwisho. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo Uislamu hauingilii. Kupenda huku nitapenda zaidi, hayo ni mengine. Kitu muhimu tulichoambiwa na Qur'ani, fala tamilu kullal maili fatadharuha kalmuallaqa. Basi ukiwa wapenda kule kuliko huku, usilemee kule sana mpaka ukamfanya huyu ikawa yuko kama ana mume hana mume, ukamwacha kama aliyetundikwa. Usilemee kule sana, kwa sababu wewe ukapenda kule mpaka huku ukajulikaniwa huna haja nako, si sawa. Lakini upande wa watoto kinachoangaliwa ni mpaka mapenzi. Kwenye wake huangaliwa al-umurul maddiya, kwenye watoto huangaliwa mpaka kupenda. Wawapenda kiasi gani? Wote wapende sasa, wapeana kitu peana sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoitwa na ule sahaba amekwenda nyumbani kwa mkewe kumpa mtoto zawadi, akamwambia mke wake, angalia nampa, na ana watoto kwa mke mwingine. Yule mke akamuuliza kwa njia ya uadilifu, huyu mtoto tuliomzamia na wewe wampa, je wale wa kule kwingine? Maana yule mke hakufurahi, akamwambia mimi siko tayari paka Mtume aje ashuhudie unachokifanya. Bwana akaenda akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni a'taitu ibni, mimi nimempa kijana wangu min Amra binti Rawaha atiya, nimempatia zawadi yule mtoto wangu nilomzaa na Amra binti Rawaha, lakini nilipokuwa nampa amaratni an ushhidaka ya Rasulullah, aliniambia paka wewe ushuhudie. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia haya mpe. Kisha akamuuliza, watoto wako wote umewapa kama huyu? Yule sahaba akamwambia, la Rasulullah, ni huyu peke yake, yani huyu ndo special nimempa. Mtume akamwambia, tafuta mtu mwingine aje ashuhudie, mimi sitaki, mimi sishuhudii ujeuri. Mtume alisema hivyo. Au katika riwaya, mimi sishuhudii dhulma. Hii unaoifanya ni sawa na dhulma. Umeamua kuwapa, wape watoto wote sawa sawa. Baba mmoja amekwenda sinema na watoto wake wawili, mkubwa na mdogo. Ile siku ya mapumziko mwenyewe akaona leo acha nende na watoto wangu kutembea, wakaingia sinema. Wakati sinema inaendelea,
Yule mtoto mdogo akawa yualala, baba akambeba, akamwambia ule mkubwa, turudi nyumbani. Akambeba kwa bidii zote taratibu mpaka kina akamtia kwenye gari kwa upole, akamweka. Haya, ingia huko wewe, tuondoke. Akayosha gari mpaka wakafika nyumbani, akafungua yeye mlango, akambeba. Yule mkubwa yamwangalia, akaenda naye mpaka chumbani, akamweka kitandani pole pole, akachukua shuka akamfinika. Chakaambia yule mwingine, mulale salama. Yule mkubwa akatamka, akamwambia, baba, siku nyingine tukienda sinema na mimi nkalala, utanifanyia kama huyu? Utanifanyia kama yeye? Manake amehisi, mbona ni kama ambaye mapenzi haya yupewa huyu tu. Mbona ni kama ambaye mimi nikilala nitaamshwa, naambiwa haya amka, wakati wa kurudi umefika, nitembee mwenyewe, mpande gari mwenyewe. Amwambia, baba, siku nyingine nikilala mimi utanifanyia kama huyu? Manake ataka kuona yale mapenzi ya babake kwake. Na kikubwa kilichomfanya Nabii Yaqub ahisi kwamba kutakuwa na utata Yusuf akiwaambia ndugu zake, ni kwa sababu ule usawa watoto ulikuwa wamehisi hakuna. Watoto wameona kwamba baba kimapenzi amelemea kwa Yusuf na ndugu yake. Wakatamka kwa upe kwenye aya, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf na ndugu yake ndio wanaopendekeza zaidi kwa baba kuliko sisi, wa nahnu usba, na sisi ndio wengi, sisi ndio grupu kubwa tunaweza kumfaa hata kuliko wao, sisi ndio wenye nguvu. Itakuwaje wapende wao zaidi kuliko sisi? Kwa hiyo yale mapenzi ya Nabii Yaqub kumpenda Yusuf na ndugu yake yakafanya wao wawe tayari wataingiwa na kitu. Sasa lao Yusuf angeliwaambia nimeota, ndio wangeona huyu ataka kuja kutupanda vitwani, ingelikuwa ni sababu ya wao kumtafutia namna za kummaliza. Lakini Nabii Yaqub akamwambia Yusuf, usiwaeleze ndugu zako. Aliulizwa mmoja katika kina mama, ayyubanika ahabbu ilaika, katika watoto wako wampenda yupi zaidi? Yule ambaye sana wampenda ni yupi? Ule mama akajibu, as-saghiru hatta yakbur. Mimi kwanza huwa nampenda ule mtoto mdogo zaidi paka akue, kwa sababu huwezi mpenda mkubwa sawa na unavyompenda mdogo. Yule mkubwa amefika mahali aweza jisimamia mwenyewe, yule mdogo huwa bado yahitajia yale mapenzi ya ukaribu kwa baba na mama, kama ambavyo hata huyo mkubwa alipokuwa mdogo aliyapata mapenzi yale. Mimi humpenda mdogo paka akue. Walghaibu, na nampenda ule aliyoko mbali, hata yakdima, mpaka aje atakaporudi. Akiwa yuko safari huwa mimi nina mapenzi naye zaidi, atakujalini atakaporudi yuko sawa na wengine. Asema walmaridhu hata yashfa, na huwa nampenda ule mgonjwa zaidi mpaka pale atakapopoa. Ukipima jibu la huyu mama utalipata la ashiria usawa kati ya watoto wake. Mimi mdogo nampenda zaidi, akikuwa yeye na wale wakubwa wote nawapenda sawa sawa. Mimi aliyoko mbali nampenda zaidi, akirudi yeye na walioko hapa wote nawapenda sawa sawa. Mimi mgonjwa nampenda zaidi, atakapopoa yeye na wale wengine wote nawapenda sawa sawa. Kwa hiyo shida kubwa ilikuja kwamba watoto walihisi hakuna usawa kati yetu sisi na ndugu zetu, na ndio maana wakawa wakijua ile ndoto ya Nabii Yusuf watazidi zile husda zao. Ndio maana baba akawaambia, usiwaelezee ndugu zako. Inshallah taala mpaka hapa tutakoma. Na tulioyazungumza yote ni taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi tumuomba ayatilie kabuli na ayatilie baraka, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa la afwa minkum. Kata